Hivi vyote hivi vijana wa Kiafrika wanatamani kuona vinarudi tena kwenye mifuko yao. Tunatarajia kuona namna gani ambavyo biashara zinakuwa baina ya mataifa haya mawili. Kwa hiyo ni vijana kuchangamkia fursa hizo za kibiashara, lakini tunatarajia pia ajira pia kwa vijana kupatikana kwenye miradi hiyo ambayo Nazungumza na Ibrahim Chawe, mchambuzi wa masuala ya kimataifa kutoka nchini Tanzania. Kubwa zaidi tunaangazia ziara ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi nchini Tanzania. Na kwa kuanza tuanze kuangazia ziara hii kwa mtazamo wako. Ziara ya Rais wa DRC nchini Tanzania inaashiria nini katika kuimarisha uhusiano wa kisiasa na kiuchumi kati ya Tanzania na DRC? Ziara hii ni muhimu hasa kwa nchi za Afrika, hususan kwa nchi za Jumuiya ya Kusini mwa Afrika, lakini zaidi kwa mataifa haya yote mawili kwa maana ya Tanzania pamoja na DRC. Haya ni mataifa muhimu kabisa katika uchumi wa kikanda, tunasema hivyo. Juu ya ukitazama Tanzania, namna ambavyo imefanya uwekezaji kwenye upande wa miundombinu, lakini namna ambavyo taifa la Tanzania limekuwa muhimu hasa kwenye upande huo wa kuhakikisha kwamba nchi zote hizi za kusika zinafunguka kibiashara, kiuwekezaji. Lakini zaidi ukitazama DRC, umuhimu wake hasa katika upande wa uwepo wa rasilimali za kutosha, lakini vile vile pia sio rasilimali tu kwa maana ya raw materials. DRC ni miongoni kati ya mataifa ambayo ina rasilimali watu wa kutosha, kwa maana yake liko soko kule muhimu kabisa kwa maana ya biashara na masuala kama hayo. Kwa hiyo imekuwa ni ziara muhimu hasa ukizingatia kwamba marais wote wawili wamejaribu kugusia maeneo muhimu hasa ya miradi ambayo inatekelezwa baina ya mataifa hayo yote mawili kupitia ushoroba wa kati. Kwa hiyo imekuwa ni ziara muhimu kuona namna gani ambavyo mataifa haya mawili yana uwezo wa kushirikiana. Kama DRC ikiimarika kiuchumi na Tanzania pia ikiimarika kiuchumi kupitia ushirikiano huu, manake Afrika nzima inakuwa imenufaika kutokana hasa na umuhimu niliokutajia wa mataifa haya mawili kwenye upande wa rasilimali, lakini kwa upande wa Tanzania hasa kwenye jitihada zake za kuendelea kuwekeza kwenye upande wa miundombinu na kuhakikisha kwamba Afrika inafunguka kupitia reli ya kisasa ya SGR, lakini vile vile pia kupitia bandari. Sasa katika suala la madini na nishati, ni fursa zipi kubwa Tanzania na DRC zinaweza kuzitumia kupitia ushirikiano wa uchimbaji, uongezaji thamani, lakini pia tafiti na teknolojia? Kama ulivyogusia kwenye upande wa utafiti, lakini vile vile pia kwenye upande wa teknolojia, lakini vile vile pia kikubwa ni kuhakikisha kwamba hizi rasilimali wananchi wananufaika, na ndio kitu ambacho mimi nimeona Rais Felix Tshisekedi amejaribu kukigusia, kwamba mwisho wa siku vijana wa Kiafrika wanapofahamu kwamba Kongo kuna madini, Tanzania kuna madini, kuna gesi, wanahitaji kuona namna gani ambavyo wao wananufaika. Kwa hiyo jukumu lipo kwa serikali zote mbili hizi kuhakikisha kwamba kila kinachofanyika, kwa maana ya kama kuna uchimbaji unafanyika, kama kuna masoko yanatafutwa na yanapatikana, kama kuna lolote linafanyika kwa maana ya tafiti, hivi vyote hivi vijana wa Kiafrika wanatamani kuona vinarudi tena kwenye mifuko yao. Kwa hiyo ni jambo ambalo kwa asilimia kubwa mataifa hayo yote mawili wanaweza wakashirikiana kuona ni namna gani ambavyo hizi rasilimali zinarudi kwa wananchi na wananchi wananufaika. Na kama ambavyo umegusia hapo, yapo maeneo muhimu hayo ya utafiti kwenye upande wa nishati, kwenye upande wa madini, upande wa gesi. Na ukizungumza madini, DRC ni miongoni kati ya nchi ambayo ina madini ya kutosha, na kwa asilimia kubwa wawekezaji kutoka nje ya nchi ndio wanaonufaika. Vile vile pia Tanzania ni taifa lenye madini ya kutosha. Kwa hiyo kikubwa ni kuona namna gani mataifa hayo yote mawili yanashirikiana, lakini ushirikiano huo zaidi lazima kiuchumi, lazima hiyo fedha irudi kwa wananchi. Vijana wa Kiafrika lazima waone matunda ya kile ambacho wanakiona kama rasilimali, kama sehemu muhimu ya uchumi. Viongozi wamezungumzia kuondoa vikwazo vya biashara na kuboresha huduma za mipakani, lakini usafiri na usafirishaji kwa vitendo, wananchi na wafanyabiashara sasa wanaweza kutarajia mabadiliko gani baada ya ziara hii? Mabadiliko ni makubwa, na kama ambavyo umegusia hayo maeneo ambayo viongozi hao wote wawili wamekuwa wakiyajadili kuona namna gani ambavyo vikwazo vya mipakani vinapungua. Na kama nilivyokugusia awali kwamba Kongo ni miongoni kati ya taifa ambalo
lina rasilimali kubwa ya watu, lina watu ambao kwa asilimia kubwa wanahitaji na sio kuhitaji tu, wanategemea bidhaa kutoka nchini Tanzania. Rais Samia wakati anaanza hotuba yake aligusia juu ya manufaa ya bandari ya Dar es Salaam kwa taifa hilo la DRC, na zaidi ya nusu ya mizigo ambayo inatolewa pale kwenye bandari ya Dar es Salaam inapelekwa katika taifa hilo la DRC kwa maana ya Kongo. Lakini zaidi, hata mwenye Rajabu, ukipita huko barabarani ukiwagusa madereva wa malori wawili watatu, watakwambia kwamba wanaelekea huko DRC Kongo. Kwa hiyo kwa asilimia kubwa tunatarajia kuona namna gani ambavyo biashara zinakuwa baina ya mataifa haya mawili, kwa maana ya rasilimali watu iliyoko Tanzania, kwa maana ya wafanya biashara wao wana uwezo zaidi wa kwenda Kongo kufanya biashara, na watu wa Kongo pia wawe wana uwezo zaidi wa kuja Tanzania kufanya biashara, na Tanzania ndio inayofanya zaidi biashara Kongo. Kwa hiyo zaidi ni hapa Kongo kuona namna gani wao pia na wao wanachangamkia fursa zaidi za kibiashara. Ziara kama hii inavyokuja hapa nchini Tanzania, nao pia watazame ni fursa zipi ambazo wanaweza kuziangazia. Na uzuri wa Afrika huwa nasema siku zote kwamba maeneo ya kiuchumi mengi yanategemeana, mengi yanajikita katika upande wa kilimo, upande wa biashara ndogo ndogo ambazo zinafanywa na Watanzania ama na raia wa Kongo wa kawaida. Kwa hiyo ni kuzitazama fursa zilizopo na kuchukua hatua kuona namna gani ambavyo wananchi hawa wanazifikia fursa na kunufaika nazo pia kiuchumi. Tutazame sasa kwa vijana. Tunafahamu kwamba kwa Afrika vijana ni sehemu kubwa sana na ndo nguvu kazi katika nchi zote hizi mbili. Ushirikiano wa Tanzania na DRC unaweza kufungua fursa zipi za ajira, ujuzi na ujasiriamali kwa vijana wa pande zote mbili? Kwanza, fursa zipo kwenye miradi ambayo inatekelezwa. Kwa mfano kama mradi huu wa SGR ambao utaenda Burundi na baadaye utaenda DRC Congo, lakini miradi hiyo ya bandari kavu ambayo inatekelezwa kwa asilimia kubwa, tunatarajia vijana wa mataifa haya mawili kuweza kunufaika katika upande huo. Lakini fursa nyingine ambayo ipo kwa vijana ni fursa hiyo ya biashara. Kwa maana hiyo, kwa kijana ambaye kwa mfano kama hii leo amepata fursa ya kufuatilia nini hasa serikali hizo zote mbili zinafanya katika kupunguza vikwazo kama hivyo ambavyo tumevigusia awali, basi atatakiwa kufuatilia kuona namna gani ambavyo ananufaika na kwa mfano kama kuna sekta kama hizo tumezitaja za madini, sekta za nishati, sekta za gesi, sekta za kilimo ambazo mataifa haya mawili yamehakikisha kwamba yana imarisha ushirikiano katika sekta hizo. Kwa hiyo ni kijana yeye mwenyewe kufuatilia kuona namna gani ambavyo anazifikia fursa hiyo. Na changamoto tumekuwa nayo hapo Rajab, ya vijana wengi hasa kuona kuwa na mwamko mdogo wa kufuatilia masuala haya. Ziara kama hii akiitazama kwenye televisheni, basi anajua rais wa Kongo amekuja Tanzania, ameenda Zanzibar, lakini asifuatilie zaidi taarifa kiundani, hasa kwenye maeneo husika, na Wizara ya Mambo ya Nje kupitia balozi wamekuwa wakifanya hivyo. Kwa hiyo ni vijana kuchangamkia fursa hizo za kibiashara, lakini tunatarajia pia ajira pia kwa vijana kupatikana kwenye miradi hiyo ambayo imetajwa na viongozi wote wawili kwamba itatekelezwa kwa upande huo. Kwa hiyo ni vijana kuona namna gani ambavyo wanazipata taarifa hizi vya kutosha na kuzifanyia kazi. Kwa kumalizia sasa, tutazame kwa upande wa amani na usalama, hasa ukizingatia changamoto ambazo zinaikabili DRC na ukanda wa Afrika Mashariki. Pengine Tanzania inaweza kuwa na nafasi gani katika kusaidia juhudi za kuleta amani na utulivu pale nchini DRC? Tanzania ina nafasi kubwa, na kama utakumbuka kwamba miongoni kati ya mikutano ya kutatua mzozo kati ya serikali ya DRC na waasi wa M23 uliwahi kufanyika hapa Tanzania, na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliita viongozi wote wa SADC pamoja na mataifa mengine ambao wanawiwa kwa ajili ya utatuzi wa changamoto hiyo, na walikutana pale ukumbi wa Mwalimu Nyerere, bila shaka kama kumbukumbu zitakuwa ziko sawa, na wakaweza kujadili juu ya hasa nini kifanyike katika upande huo wa utatuzi wa huo mgogoro. Kwa Tanzania ina nafasi kubwa hasa ya kidiplomasia katika upande huo, lakini zaidi majeshi yake yapo sehemu ya utatuzi wa mgogoro huu
na kuhakikisha kwamba amani inakuwepo. Majeshi ya Tanzania yapo DRC kwa ajili ya kulinda amani pamoja na usalama. Kwa hiyo Tanzania ina nafasi kubwa katika upande huo. Kwa hiyo ushirikiano kama huu, ziara kama hii inatoa nafasi kubwa ya viongozi hawa kujadiliana, kuona namna gani ambavyo changamoto hiyo inatatuliwa, lakini vile vile pia kushare mawazo juu ya namna gani ambavyo majeshi ya mataifa hayo yote mawili yanaimarika katika upande wa ujuzi pamoja na teknolojia mpya na za kisasa ambazo zinaendelea kuwepo katika upande huo wa usalama. Kwa hiyo ni muhimu, na Tanzania ni sehemu ya majeshi ya SADC, lakini vile vile pia majeshi ya Umoja wa Mataifa ambayo yako DRC kwa ajili ya ulinzi wa amani. Kwa hiyo imekuwa pia ni ziara muhimu kwa ajili ya kuweza kujadili usalama pamoja na ulinzi wa taifa hilo la DRC. Nakushukuru sana mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Chawe kutoka nchini Tanzania. Tulikuwa tukiangazia ziara ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi pale nchini Tanzania Zanzibar, alipowasili na kupokelewa jana na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Nakushukuru sana kwa kushiriki nasi kwenye mazungumzo haya. Shukrani sana Rajab.